Zanzibar imebahatika kuwa mwenyeji wa mkutano mkubwa wa wadau wa forodha duniani, mkutano ambao unaoshirikisha nchi wanachama forodha. Na hapa kamishna wa forodha na ushuru wa bidhaa Tanzania, Juma Hassan, anaanza kutoa taarifa hiyo. Tutakuwa na wajumbe kutoka nchi za Mashariki na Kusini mwa Afrika ambao unawahusisha wakuu wa forodha na mamlaka za mapato za nchi za ukanda huu, na mkutano huu pia utashirikisha katibu mkuu wa World Customs Organization ambaye ndio mtendaji mkuu wa jumuiya hiyo. Kwa hiyo mkutano huu utakuwa na ngazi zifuatazo. Moja ni kikao cha vituo vya mafunzo ya forodha kwa nchi wanachama ambao umeanza leo na kesho, na baadaye ngazi inayofuata itakuwa ni mkutano wa 43 wa wataalamu wa masuala ya forodha, yani inaitwa Regional Steering Group Meeting, ambao utafanyika kuanzia tarehe 11 hadi 13, yani Jumatatu hadi Jumatano. Utahitimishwa kwa kuwa na mkutano wa 32 wa baraza la uongozi ambao unaitwa Governing Council of the WCO Eastern and Southern Africa Region. Wenyewe utafanyika tarehe 14 hadi 15, yani siku ya Alhamisi na Ijumaa ya wiki ijayo. Katika ngazi ya Governing Council tutakuwa na mgeni rasmi ambaye atakuwa Mheshimiwa Waziri wa Fedha wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Balozi Hamis Musa Omar. Kama tulivyosema, mkutano huu utahudhuriwa na katibu mkuu wa Shirika la Forodha Duniani, lakini pia kutakuwa na makamishna na wakurugenzi wakuu wa forodha na mamlaka za mapato wa nchi wanachama, nchi hizo 24 ambazo zinauza ukanda huo wa ESA. Lengo la mkutano huu ni kujadili utekelezaji wa maamuzi ya baraza la uongozi la 31 ambalo lililopita. Maamuzi hayo yaliyotolewa mwezi Mei mwaka 2025 wakati mkutano kama huu ulivyofanyika Pretoria nchini Afrika ya Kusini. Mpango mkakati wa kikanda kwa mwaka 25-26 uliandaliwa. Kwa hiyo mikakati hiyo inakuja kujadiliwa hapa Zanzibar, lakini pia utabainisha mbinu bunifu za forodha na kupokea taarifa kutoka taasisi mbalimbali za forodha ili kufanikisha utekelezaji wa mkakati huo. Mikutano hii inafanyika katika kipindi muhimu ambapo Afrika ina fursa kubwa ya kukuza biashara. Kwa kuzingatia kuongezeka kwa mifumo ya kikanda na biashara ndani ya Afrika, yani jumuiya za kikanda kama jumuiya za Afrika Mashariki, COMESA, SADC, lakini pia jumuiya ya Afrika. Tumesema hii ni mkutano wa World Customs Organization, jumuiya ya forodha duniani. Misingi ya usimamizi wa forodha ni mimoja, yani forodha zote duniani zinaongozwa na misingi mmoja. Ndio maana tuna fall under hiyo jumuiya ya forodha ya ulimwengu mzima ambayo ina wanachama kama alivyotaja zaidi ya 180. Kwa hiyo mafunzo yetu ya kumanage mipaka, kusimamia kodi za forodha, kusimamia mizigo gani inakaa kwenye bond, kwa wakati gani itozwe, wakati gani inapigwa kodi gani, ile ni mmoja. Kwa hiyo unaweza ukaenda kufunzwa eneo lolote katika nchi yote.